CS Online TV, we share the good news. Uamsho agenda yetu. Nalipoti kutokea TAG Mbagala Kizuiani kwa makamu askofu Dr. Mwiche, na mahali hapa leo kuna ibada ya kuuaga mwili wa mpendo wetu baba makamu askofu wa jimbo hili la Mashariki Kusini ambaye Bwana alimtoa Jumatatu ya tarehe 10. Na mahali hapa kuna wadau mbalimbali, watumishi wa Mungu wengi, wachungaji wamejitokeza kwa ajili ya kumuaga baba yetu mpendwa Dr. Samson Kameta. Hii ni CS Online TV na mimi mtangazaji wako ni Elia Msika. Niko na mkurugenzi wa CS jimbo la Mashariki Kusini. Niweze kuzungumza naye. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa majina yako ni nani baba? Majina yangu naitwa Gordon Mwaikela, ni mkurugenzi wa CS jimbo la Mashariki Kusini. Poleni sana kwa msiba mzito. Asante sana, ni pole ya wote. Baba Samson Kameta, ulimfahamu kwa namna gani? Baba Samson Kameta ambaye ni marehemu, kwanza mimi nilimfahamu kwanza hata baba yao Kameta ambaye alikuwa ni makamu wa askofu mkuu wa Tanzania miaka hiyo. Maana wakati niokoka miaka 90 huko, yeye alikuwa miaka 92 alikuwa ameshafariki, lakini mama yake, mke wake alikuwa bado yuko hai. Kwa hiyo familia nimeifahamu tangia miaka hiyo, na tumekuwa tukimsikia ni baba ambaye amekuwa anampenda Mungu na amesimama na Yesu na umetunza imani ya baba yao. Wamekuwa kielelezo kizuri kwamba yale ambao walifundishwa na baba yao na umeendelea kuyaishi mpaka kufikia hatua ya kuwa makamu askofu. Kwa hiyo kifo hiki kimeleta pengo sana, na hata sisi kama idara ya vijana CS alikuwa baraka sana kwetu kama baba yetu katika maeneo mbalimbali ambayo tulimhitaji tuweze kusaidia, na hasa jimbo la Mashariki Kusini. Hata pale kanisani kwake tumekuwa tukienda pale tukihitaji msaada mbalimbali kwa kusaidia. Alikuwa ni baba ambaye alikuwa ni baba mzuri na alikuwa anapenda vijana. Kwa kwetu pia amekuwa ni huzuni sana kwa upande wa idara ya vijana kutokana na mchango wake upande wa idara ya vijana. Amen. Msiba huu umeonekana kuwa na mshtuko mkubwa sana. Nini kimesababisha? Nimeona kuna sehemu imepostiwa mtu anashtuka. Imekuwaje? Nini kimesababisha mshtuko mzito huo? Amen. Mshtuko, unajua mtu anapokuwa anaumwa anakuwa anawaandaa kisaikolojia kwamba kuna mambo mawili. Anaweza akapona au akarudi akaenda kwa Bwana. Sasa baba yetu hatujasikia kama alikuwa anaumwa kiasi kile na alikuwa tayari anaenda kufanya huduma. Kwa hiyo kama kitu ambacho ni ghafla, ndio maana watu wameshtuka, jamani, tulikuwa naye kwenye huduma, tulikuwa naye sehemu fulani. Kwa hiyo lakini ndio hivyo, kwa sababu kila mtu kuna namna ambavyo Mungu amempanga namna kuondoka. Na hicho ndio kusababisha watu waweze kushtuka sana. Sisi kama kanisa tuna nini cha kujifunza kutokea kwa marehemu Samson Kameta? Amen. Tunachojifunza, na hasa nisema upande wa idara ya vijana, tunachojifunza ni kuweza kutunza imani. Kumbuka wewe ulikuwa ni mtoto wa mchungaji, na watoto wengi wa wachungaji kumekuwa na maneno mengi wako hivi, lakini yeye alithibitisha ya kwamba kuwa mtoto wa mchungaji bado unaweza ukatunza imani ya baba yako mpaka ukafika mahali ukafikia ngazi ya kuwa makamu wa askofu. Kwa hiyo ni changamoto kwa sisi vijana ambao pia pamoja na kitengo cha PCF kwamba inawezekana kabisa ukatunza imani uliolelewa kuanzia ukiwa mdogo na ukafikia ngazi kama hii hapa. Lakini pia unajifunza pia kama si vijana kwamba au wazee kwa jinsi walivyotembea na Mungu kuanzia ujana wao mpaka umri huo. Hiyo ni fundisho kwetu kwamba kumbe inawezekana ukiamua unaweza kaenda kutembea na pamoja na changamoto na mambo mengi ya kidunia, unaweza kusimama na Mungu mpaka uzee wako. Hilo ni moja ya fundisho ambalo tunalipata. Amen. Na kwa wachungaji vijana sasa ambao ni vijana sasa hivi na wamekuwa wachungaji, unadhani wana jambo gani kujifunza kutokea kwa marehemu Dr. Samson? Kwa wachungaji vijana, jambo kubwa la kujifunza, tatizo lipo sasa hivi, wengi wanapenda mafanikio ya haraka haraka. Mtu akiingia kwenye huduma anataka tu hapo mambo yaende vizuri, lakini mafanikio ni mchakato. Kadiri unavyotembea na Mungu, unavyofanikiwa kiroho, na Mungu ataendelea kukubariki.
Sasa hawa wazee hawana tamaa sana. Ni moja wazee ambao ni watu ambao waliweka kipaumbele kumtumikia Mungu. Kwa hiyo unapomtafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, Mungu ataendelea kukubariki. Kwa vijana tujifunze kwa wazee. Wao kipaumbele kwa ni kumtumikia Mungu katika mazingira yoyote. Yaani moyo wake anataka kazi ya Mungu iende mbele, kazi ya Mungu ifanikiwe. Na hicho ndio cha kujifunza kwamba Mungu tumweke mbele katika utumishi. Unapoitwa na Mungu, angalia kwanza lile kusudi la Mungu litimizwe. Sio mambo mengine. Haya mengine Mungu atafanya kama unasimama na Mungu vizuri. CS Online TV, we share the good news. Uamsho, ajenda yetu.